na nilikuwepo maeneo ya Mwembe Chai. Taarifa ambazo ninazopewa Bwana Rama alipiga mbungi na jini. Baada ya kupiga mbungi na jini, akatakiwa atoe mtonyo kidogo, kama ana mkono wa bilika hivi. Jini akamwambia utaona. Kwa mujibu wenyewe huko wanasema kwamba Bwana Rama jini ndio amemdhulumu uhai wake. Sasa tunaenda kwa bwana mkubwa anaitwa Sharifu, niweze kujiridhisha kabisa vyema kwamba kujiridhisha ilivyokuwa vyema kabisa, ni kweli wapo majini ambao wanatokea huku duniani kama binadamu, wanaweza wakatongozeka. Sasa unajua mimi naweza nikatongoza na ndaweza nikamwomba huyo mtaalamu kama kuna mahali naweza kukutana nao majini ni mimi mtongoze hata mmoja. Ila mimi kama kweli sawa 6 nitalipa. Naona bwana, mimi bado nataka kuishi na mambo mengi nataka kufanya. Naenda kuongea na bwana, ananiambia wapo kweli majini? Hilo ndio swali langu la kwanza. Sije kawa natishana tu mambo haya fulela ulela. Umeona bwana? Sijui kama wapo kwanza, wanafananaje? Ndio wapo aina ngapi? Kweli jini leo hiyo anaweza kumtongoza kwa mtu afikisha tabia kama mhalifu wa kawaida tu. Yaani mhalifu wa kawaida tu. Akiiba mtaua apite wiki nzima. Sasa jini kule Mwembe Chai kanishangaza. Eti mtu kafa hapo bado anaonekana. Au jamaa ameniingiza chaka. Wenzetu. Tiketi hapa. Pamfanyiwa dua kidogo. Bwana nipe kitendea kazi chako bwana. Ngoja bwana Sharifu. Bwana kamata inshallah. Mata hivi vizuri kabisa. Naam, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Hii ukiweka karibu na mdomo itanoga sana bwana. Okay, naam. Bwana Sharifu. Naam. Jina kubwa hili. Jina tukufu. Umelipataje? Ile jina ni la kuzaliwa nalo. Naam, jina la kuzaliwa nalo kutokana na masuala ya Kiislamu. Naam, tunafanya kazi tukiwa na jina hili. Unafanya kazi pia? Naam, tukiwa na jina ile. Kupitia jina hili. Naam. Kazi zipi? Kazi za dini, miongoni mwa kazi za kidini, kutoa darasa. Sogeza kidogo hapa na. Kutoa darasa za kidini, kufanya dua mbalimbali kwa ajili ya matatizo na dhiki zinazokabili wanadamu. Naam. Kwa hiyo naona Kilinge. Ndio. Hapa. Ofisi zangu zipo sehemu tofauti hapo. Ofisi yako ya karibu iko wapi? Ofisi ya karibu ipo Mkwajuni pale, yani kabla ya kushafika kituo cha mwendokasi. Masjid Ridha upande wa pili kwa nyuma hivi kidogo, pana ofisi pale ya Shalba Foundation, ambayo tunashughulika na masuala ya kidini, kuwasaidia watu mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na dini, na wale ambao kidogo hali yao ni duni tunawasaidia, hususan katika mwezi wa Ramadhani tunahusika sana na masuala ya misaada kwa watoto mayatima, wajane na wasiojiweza pia. Sasa. Umeniambia umehifadhi dini kidogo Sharifu. Kidogo ndio. Naam. Na upande huu naweza nikapata elimu yoyote inahusiana na masuala ya majini? Elimu ambayo inahusiana na masuala ya madini ni elimu ambayo iko wazi katika Uislamu, ambayo kila Muislamu aliyosoma Uislamu anaelewa elimu hizi, kwa sababu ni elimu ambazo zimewekwa bayana katika kitabu cha Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo ni elimu ambazo zimeelezewa, kwa sababu wale majini ni viumbe kama walivyo viumbe wengine, wanadamu, malaika, wadudu. Lakini kuna utofauti baina yetu sisi na wale majini. Tofauti yetu ni nini? Tofauti yetu sisi, kwanza sisi wanadamu tumeumbwa kutokana na udongo. Na wao majini wameumbwa kutokana na moto. Kuna utofauti baina yetu. Sisi Mwenyezi Mungu ametujalia maarifa, lakini wao majini Mwenyezi Mungu amewajalia uwezo ambao sisi wanadamu hatuwezi kuwaona kwa jicho la yakini, ila mpaka wabadili uhalisia wao kutoka kwenye ule uhalisia wa kijini waje kwenye uhalisia mwingine, aidhan katika uhalisia wa kibinadamu au mnyama au nyoka au paka. Jini anaweza kuchukua uhalisia huo na akaja akafanya mambo yake na akaondoka. Lakini kwa ule uhalisia wake alioumbiwa nao hatuwezi kumuona sisi wanadamu. Sasa kuna hadithi ya kipekee sana. Okay. Inamhusu moja kati ya vijana ambaye ametangulia mbele ya haki. Na nimeweza kutembelea katika maeneo yao anayoishi. Hadithi yake mimi imenishtua sana. Naam. Na imenichukua tabu mpaka leo kuielewa. Okay. Sasa nikahitaji kumpata mtu ambaye amehifadhi dini ili niweze kujiridhisha kuhusiana na hadithi ya Bwana Rama. Okay.
Hadithi ya Bwana Rama inasema kwamba alikutana na mrembo, akampakia, akaenda naye sehemu na nini na nini. Baada ya kwenda naye sehemu, yule mrembo akala, amemaliza. Yule mrembo alikuwa anatafuta ndugu zake, akarudi nyumbani. Naam. Kurudi nyumbani wakalala. Sasa. Likapigwa mbungi usiku. Naam. Sharifu. Mbungi la maana. Asubuhi marehemu akataka lipigwa mbungi lingine. Bibie yule akakataa kupiga ile mbungi, akamtaka yule bwana aende kidogo kibaruani, yeye amwache ndani. Okay. Ila wakirudi mbungi liendelee. Sasa bwana kwa sababu alikuwa muamini sana huyu bibie, kumwacha nyumbani wakati amfahamu, akamwambia wewe bwana, kwa sababu umekataa kupiga mbungi, wewe nenda. Sasa Bibie yule akaomba shilingi 6,000 ya nauli na kujikimu kwenda nyumbani. Naam. Yule bwana akamjibu kisela kidogo, maana dereva bodaboda, upati wa nini wewe, timua. Ye bibie akamwambia inshallah utaona, akaondoka. Sikiliza vizuri Sheikh. Naam. Baada ya kuondoka, inasemekana yule bwana aliporudi, pamoja na kufunga mlango, kaikuta barua ndani. Okay. Ikimwambia asipomuomba radhi yule bibie ataona na ndugu zake watapata tabu sana kumtafuta. Hadithi ya bwana baada ya muda kadhaa uaga kwenye maskani yake, uaga anaenda baharini kwenda kuogelea. Sawa sawa. Wakaenda kwa baharini kuogelea, yule bwana maji akamshinda akazama. Mnafahamu vizuri? Sawa sawa. Wamemtafuta, wamemkosa, kaja kuibuka sijui kesho yake sijui usiku mwingi na nini na vitu vinafanana kama hivyo. Kwa hiyo wale mabwana wanaamini kwamba yule bibie ni jini. Sawa sawa. Kwa sababu zao kwamba walimuona akakata kona akapotea sijui na nini na vitu vinafanana kama hivyo. Okay. Sasa swali langu, jini anakuwa kweli binadamu? Kwanza majini wako aina ngapi? Labda tuanzie hapo. Jambo la kufahamu katika majini ni majini wako aina mbili ambao ni majini wote. Wako majini wa Kiislamu na wako majini ambao si Waislamu. Naam. Yaani hawa majini wametofautiana makundi haya mawili. Kuna makundi ambao ni waumini na kuna majini ambao si waumini wa Kiislamu. Hawa majini ambao ni waumini wa Kiislamu hawamuasi Mwenyezi Mungu wala hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote. Na hili swala Mwenyezi Mungu ameninukuu katika Qur'ani kwamba majini walisikiliza Qur'ani wakati wa mtume inaposomwa, wakasema kwamba tumeisikiliza hii Qur'ani ya ajabu, fa amana bihi, tumeiamini hii Qur'ani, walan nushrika birabbina ahada, na hatutomshirikisha Mola wetu na chochote. Hawa wapo katika Uislamu na wanafanya ibada. Na kuna majini ambao si waumini, makafiri, ambao wao wanaishi katika mazingira ya kutesa watu, wanaishi katika mazingira ya kudhulumu watu. Hata wao wenyewe kwa wenyewe wanadhulumiana majini kwa majini. Hawa ambao ni makafiri. Sasa hawa ambao ni makafiri wanatofautiana kutokana na makabila na ule utawala wao, wanavyofuatana kutokana na vile walivyo. Wapo ambao umri wao inawezekana akatimiza miaka 300 wakafariki, na kuna ambao hawafi kabisa mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapomwamrisha malaika Israfil apulize baragumu ili viumbe wote watoweke. Sasa hawa majini ambao ni makufar, ambao ni makafiri, huwa wanadhuru watu. Wapo majini mahaba ambao wanahusika na masuala ya mapenzi na kuharibu mazingira. Wapo majini subiani ambao pia hao kazi yao ni kuhusika na masuala ya vizazi vya watu. Wapo majini ambao ni ajinu ashki ambao kazi yao wao ni kusababisha mtu anakuwa yani hajafanya mapenzi, hajajihisi salama. Unakuta kuna baadhi ya watu wanakaa kujiuza nini, utajiuliza mili ni ile ile, damu na maji ni yale yale, lakini mwanamke anaweza akafanya mapenzi na wanaume 10 kwa siku moja. Usanifuata vizuri? Yaani sio kwamba ni kutokana na dhiki, lakini kuna kitu pia kinamsukuma afanye hivyo. Sasa hawa majini wana uwezo wa kumvamia mwanadamu kwa mazingira yoyote na wakafanya naye jambo lile ambalo wanataka wao kulifanya. Naam, wanaweza. Kuna tofauti kuna vitu hapa ambavyo watu wanatakiwa tuvielewe. Mwenyezi Mungu anasema hal unabbiukum ala man tanazzaluhum shayatin, kwamba nikuelezeni ni watu gani ambao huteremkiwa na mashaitani, yani wale majini yani. Tanazzalu ala kulli afakin athim, kwamba wale majini huwateremkia wazushi wenye madhambi. Sasa hapa inawezekana kila mtu anateremkiwa na majini ni ana madhambi? Jawabu ni kwamba hapana. Kuna utofauti wa kuteremkiwa na majini na kupandisha majini. Wale wanaoteremkiwa na majini
kwa mnasaba wa aya hii kwamba ni wale waganga aidha wanaofanya njia zile za kutibia kwa kutumia majini. Kuna hawa wapiga ramli ambao wanafanya kazi zao kwa kutumia majini. Hao ndo ambao wanahusika na aya hii kwamba hao ni wazushi wenye madhambi. Na mwanadamu anaweza akafanya mawasiliano na jini, bwana, mimi nataka niwe mganga labda, au nataka niwe tajiri, au nataka nipate kizazi, au nataka nifanye kadha wa kadha. Uwezi ukamwendea jini moja kwa moja na ukampata. Kuna mawakala ambao wanawakilisha kwamba ukimtaka jini wewe utaenda kwa yule atakufanyia ibada fulani, ile dua ile ama ile ibada yake atakoifanya itakupeleka moja kwa moja ukutane na jini fulani. Aidha ukutane na jini Subiani, au ukutane na Bahaba jin, au ukutane na jinu Maimuna, kwa sababu huyu Maimuna ni jina la utawala. Ukisikia jinu Maimuna, sio kama Maimuna ni jini moja kwa moja, ni jina la utawala kama ilivyo kwetu rais. Shalifuata kwa rais, inawezekana akaja rais huyu wanapita kutokana na awamu. Sasa Maimuna yani ile Maimuna ni kama jina ya utawala fulani. Huyu Maimuna ni kiongozi miongoni mwa viongozi wa kimajini. Ana watoto wake hawa, kuna Anukhin na Shanshanukhin. Yaani ukienda kwa mtu ukimsikia mtu anakufanyia dua, ile dua yake Anukhin Shanshanukhin kaika mushir ha, ujue huyu mtu anafanya dua ambayo anawakilisha majini kutoka kwa Maimuna. Unifuata vizuri? Sasa hawa watu wakishaenda kwa yule mtu, kuna njia wanazozitumia nyingi sana za kumkufuru Mungu, za maasi pia ambazo Mungu hazipendi. Wanapitia huko, baada ya kufika huko watafanya ibada. Jini hatakuja jini kama jini kwa uhalisia wake, bali anaweza kuchukua kopi hata ya paka au nyoka au binadamu. Mzungu tu anakuja pale, Mwarabu au Mzaramu au mtu yeyote yule ajitokeza hapa, mimi unanitaka nini, kwa nini? Au bwana mimi nataka kadha wa kadha. Atampa masharti. Bwana wewe, ili uwe na mimi fanya hivi na hivi. Moja miongoni mwa masharti, yani masharti yao ni ya kumkufuru Mungu, ya kumwasi Mungu. Moja miongoni mwa masharti utasikia nakwambia, niletee damu ya hedhi. Damu ya hedhi, labda ile damu anakuja kuandika twalasimu. Twalasimu ni zile elimu za falak. Zile elimu za kuchora, nakuta mtu anakuchorea kwenye makaratasi viumba, anaweka anachora. Wanatumiaga, niwahi kusikia ile inaitwa nini, ile nyekundu ile zafarani. Na wanatumia zafarani. Sasa hizi elimu hizi hazikubaliki katika Uislamu. Lakini kuna baadhi ya Waislamu waliomuasi Mungu wanazitumia. Hawa tunawaita wapiga ramli. Watu wa elimu hizi za falak. Ni elimu ambazo hazina ukweli katika Uislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa ma kafara Sulaiman walakinna shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Shaitan Sulaiman hakukufuru, bali hawa majini ndio waliokufuru wakawafundisha watu uchawi. Kama ilivyotokea, yani nataka kuleta picha ili kupata kuelewa kwamba je, jini anaweza kukutana na mwanadamu na akafanya tukio. Wakati wa Sulaiman majini walifanya tukio hili. Yani huyu Sulaiman ni nabii, lakini kuna jini alijitokeza akavaa mwili wa nabii Sulaiman, akaenda kwa mkewe Sulaiman, akachukua pete ya nabii Sulaiman, akavaa, akaenda kukaa kwenye ikulu ya Sulaiman, akaanza kutawala siku 40. Kwa majini wanaweza, jini anaweza kukuvaa mwili wako wewe msafiri, jini akavaa mwili wako akaja nyumbani kwako akafanya mapenzi na mkeo. Tafadhali. Ndio. Jini asiwepo. Anaweza. Jini wa hivyo asiwepo. Sasa kuhusiana na issue ya Rama. Kwanza Rama kuogelea ajui. Kutokana na maswali yangu mengi niliyouliza. Naam. Bwana Rama marehemu, Mungu amrehemu, ajui kuogelea. Sawa. Rama kakutana na yule bibie kwenye bodaboda huko barabarani. Kampeleka, karudi naye, wameendelea na mambo yao. Asubuhi kamnyima F6 si nini na nini. Wao wanaamini kwamba yule ni jini. Naam. Ukweli ukoje sasa? Ukweli kwa tukio hili kama ninavyolisikia, yule bwana alikutana na mwanamke, wakaenda sehemu kwa ajili ya kufanya mambo yao. Alafu ananiambia tu mwanamke yenyewe bado anapita pale. Mpaka sasa anaonekana. Mpaka sasa anaonekana yule mwanamke bali moja na wanamuona. Wameshamsimamisha kumwambia, bwana wewe ulichokifanya kwa ndugu yetu nakijua. Ndio hapo sasa, ndio mama ningakutafuta wewe unipe ukweli kama hii inawezekana. Unajua kitu ambacho kipo ni kwamba tuchukulie kwamba ili story ndo lilivyo.
Tuchukulie kwanza ni ukweli kwamba huyo bwana kafanya mapenzi na yule mwanamke akamuoa. Tuchukulie hivyo. Yule mwanamke akapotea pasipojulikana, au wanapita pale lakini watu hawana uwezo wa kumwendea na kumwambia bwana, wewe kwa nini umemfanyia hivi ndugu yetu? Masala ya jini kuishi na mwanadamu au jini kufanya mapenzi na mwanadamu inawezekana katika mazingira ya uhalisia hivi au katika mazingira ya ndoto. Ni jambo ambalo linawezekana. Mswahili. Kwa majini huko kwa vitani huko wanapoishi ni wapi? Ujinini? Kwenye ulimwengu wao kimajini. Ambapo ni wapi? Majini sasa, hili ndio swali ambalo ni muhimu wewe kulifahamu. Majini kwa sababu walikuwa wanaishi duniani kwanza kabla ya sisi. Majini kabla ya sisi walikuwa wanaishi duniani. Kutokana na maasi yao, Mwenyezi Mungu akatuma malaika waje wapige waondoe. Mwenyezi Mungu akaja akawapiga, malaika wakaja akawapiga majini. Baadhi ya majini wakatupwa kwenye milima, wengine kwenye mabahari, wengine kwenye misitu, wengine wanaishi kwenye mifereji yanayopitia maji. Yaani majini wanaishi majalalani. Chanifuata vizuri. Wengine wanaishi makaburini. Kwa huo ndo ulimwengu wao ambao wanaishi wao sehemu ambayo sisi wanadamu hatutoona. Ndio kuletwa ujinini. Chanifuata vizuri. Sio kama kuna ulimwengu mwingine, kuna dunia, kuna ujinini na kuna akhera. Yaani ujinini tunamaanisha ni sehemu wanakoishi majini. Sehemu ambako sisi hatuwezi kuwaona kwa ule uhalisia wao kwamba hawa ndo majini wanapita hapa na lakini wao wanatembea katika mazingira. Kwa hiyo sasa hivi hapa naweza nganapiga sio jini anapita. Jini anapita anakwenda zake. Na hata sisi watu wa dua huwa tunawashauri wanawake sana waache kutembea makwapa wazi. Kwa sababu asilimia 90 ya wanawake wenye kuwa na majini mahaba ni wale wanaotembea makwapa wazi, mavazi ambayo yanaachia makwapa. Kwa sababu jini huwa jini huwa akitaka kumuingia mwanamke umuingilia kupitia makwapa yake na kwenye manyonyo ya maziwa yake. Na huwa pia tunawashauri wanaume wanapolala wasilale tumbo chini, kwa sababu jini umuingilia mwanamke kupitia sehemu yake ya nyuma. Wewe lala chali au unalia ubavu wa kulia. Wewe bwana mkubwa. Umeona? Huo ndo Salomo. Sasa hili lala kifudifudi. Hili tukio la huyu bwana na bwana la kwamba alifanya mapenzi na jini. Jini anaweza kuja akakutana na mwanadamu wakapiga story, hata wakafanya biashara. Inawezekana. Asa majini mimi ndio inabidi leo nisaidie sana. Yaani ile story mimi nimeisikiliza lakini imenichanganya sana. Ndio kisa cha kutafuta. Hivi jini kweli anaweza kaomba 6,000? Sawa. Kutokana na majini watu wanadhani kwamba Sogeza maji. Watu wanadhani kwamba majini ni matajiri sana. Ushanifuata vizuri? Na hiki ndio kitu ambacho kimefanya watu wengi waone hii story haina umuhimu wote, kwa sababu ile jini kaomba shilingi 6,000. Ndio. Jini anaweza kumuua mtu kwa sababu ya tone moja la damu tu. Kwani 6,000 ni hela nyingi? Jini akikusudia anaweza kukusudia. Yeye anatafuta sababu. Bwana nipe 6,000. Sina. Kwa nini? Sikupi. Kumbe ndio sababu hizo. Anakumaliza kupitia hiyo sababu. Sasa kuna uhusiano gani yule bwana kumwomba jini hela leo? Baada ya siku ngapi tuliambiwa yule? 7 Baada ya siku 7 yule bwana kaenda kufa maji na kuogelea ajui. Sasa kuna uhusiano gani yeye kuogelea ajui? Jini, kuna wale majini ambao wanawaua watu kwa tukio la ghafla. Na kuna wale majini ambao huwa wanawatesa wanadamu. Ikoje? Ukimwona mwanadamu anateswa na jini, yule jini kaagizwa. Katumwa. Kuna kutumwa. Kuna majini wanaotumwa. Bwana wewe, nenda kwa fulani kakae kwake. Kazi yako wewe, riziki pale kwake isipatikane. Hiyo ndio mtandika huyo. Wewe jeuri yako baba Naia, wewe unao majini? Taunibe mmoja hapo. Hapana. Nyoshe huyo. Umeona? Kwa nakwambia wewe bwana, nenda kwa fulani mkeo asishike mimba. Nenda kwa fulani kavuruge biashara yake. Na hiyo inawezekana? Ndio. Nenda kwa fulani kasababisha ajali, gari lake lile ligonge. Na unakwenda tunatoka hapa vizuri, fika hapo buf. Najigonga. Labda unakufa wewe au gari linakufa. Mswahili. Kwa hiyo kuna mtu naye alinidanganya pale, akaniambia yeye kakutana na majini kichizi. Tupite sana yule mzee yule mzee na yule jamani hawa watu wana story ya majini. Ni kweli unaweza kumkuta jini kweli ukamwona jini?
Jini wewe ukamuona. Alafu eti usizulike. Kwa hiyo wale wamenidanganya. Unajua iko hivi. Unajua si Sharifu mimi namtafuta kweli. Wale wamenidanganya wamenidanganya. Sasa unataka niambia kama kaona jini mara 3. Ameishi kinyumba miezi 3 na jini. Sasa yule ambaye ameishi kinyumba, unajua mwanadamu anaweza kaishi na jini kinyumba. Au hata wakafunga ndoa kweli. Yaani jini ni kiumbe ambaye ana uwezo yeye wa kutoka tu hapa paf akawa binti mrembo, si Mwarabu, si Muhindi, wala si Msomali. Anapendeza, anavutia tu. Kapita barabarani kakaa baa. Bwana, mimi bwana nimekupenda. Kaambia sawa, na mimi nimekupenda pia. Kutokana na hamasa na nini, nataka nikuoe. Lakini mimi familia yangu, mimi sina familia. Nilikuwa naishi sehemu fulani, nimetoka na nini, familia yangu amekufa sijui kadha wa kadha. Mkao mnaishi tu. Au mkafunga ndoa. Inawezekana. Mkafungisha ndoa. So mwanamke ambaye hana familia, huwa katika dini yetu sisi, mwanamke akiwa hana familia, huwa kiongozi yeyote yule mwadilifu anaweza akasimama pale akawa kama kiongozi wake, kama imamu wa msikiti, mambo kama. Sasa usiku tunalala na kuaje, yani mtu nyau nyoka atakuwa mwanadamu kama alivyo mwanadamu. Siku atakapoamua kukuvuruga na kuvuruga kweli. Anakuvuruga kweli. Maisha yamekuwa magumu sana kwangu kuyaelewa na nakosa tafsiri iliyokuwepo nyepesi. Ni imani yangu kwa watazamaji wangu ninyi ambao mmeweza kuipata elimu hii kutoka kwa Sheikh Sharifu, mtakuwa umeunganisha doti vizuri tu kutokana na kifo cha marehemu Ramadhani kilichonileta kuja kumuona Sheikh Sharifu ili niweze kupata elimu walau kidogo ya majini hawa. Na nimeuliza maswali mengi tu ya kutosha. Ni imani yangu yale ambayo sikuyauliza wewe na wewe utauliza huko. Bwana nipata nafasi mimi nitakuja kumtafuta tena na Sheikh Sharifu ili aweze kuja kunipa tena majibu ya maswali mengine. Mswahili. Kwanza nimekuwa na pete. Hizi pete za majini au za kwako? Pete ni za kwangu. Ni kwako. Naam. Umenunua dukani? Nimenunua dukani. Umetiwa na majini? Sijaletewa na majini. Hizi nimenunua, ni pete. Ni pete za silver tu za kawaida. Inasemekana kwamba hizi pete za majini. Sio za sio majini. Unajua nini? Pete katika dini yetu sisi ni sunna kwa sababu Mtume alikuwa anavaa pete. Naweza nikavaa pete ya rangi yoyote ile haijalishi. Yani ni kwamba ni mtu. Unaweza kununua pete ukavaa. Ukavaa. Sio kama ndio naenda majini? Hapana. Sharifu. Lakini unajua kuna kitu ambacho huwa watu wanatakiwa wakielewe. Ukimsikia mtu anakuambia mimi natoa pete za majini, yule ni bonge la mshirikina na atakupoteza. Unajua maisha hapa duniani, tuishi katika hii dunia tukijua kwamba mwisho wetu ni kaburi. Na kule kaburini tukishaingia tutaulizwa kuhusiana na maisha hapa duniani tuliishi vipi. Wale wanaotoa pete za majini kwanza ni wadanganyifu, kwa sababu hata Mwenyezi Mungu anawajua wale. Ni wadanganyifu, wazushi, wana madhambi mengi. Yaani mtu anaweza kukutengenezea hamna vitu kama hivyo. Hivyo huo ni udanganyifu. Yaani nakwambia, unajua watu huo ni udanganyifu. Wewe Sheikh Sharifu nini? Mimi sio Sheikh Sharifu nini. Mimi naitwa Sharif Al-Bashir Abdallah. Sio Sheikh Sharifu majini. Yaani ukiona mtu anaita Sheikh Sharifu majini, hiyo inategemea na anavyojinasibisha yeye. Kushanifuata vizuri. Lakini mazingira ambayo mimi naizungumzia ni ukweli wa dini. Kwamba sisi tupo katika hii dunia kufikisha ule ukweli ambao wanadamu wanatakiwa kuufahamu kutoka katika vitabu vya manabii. Na sio kuwadanganya wanadamu kwa ajili ya maslahi ya maisha yetu binafsi. Ni bora nife njaa, lakini ule ukweli ambao umeandikwa katika vitabu ni ufikishe kama ulivyo. Kwa hiyo hamna pete ya bahati, hamna pete ya bahati, hamna pete ya majini. Wote ni udanganyifu. Kwa sababu gani? Nataka nikupe siri fulani ambayo leo na leo utakwenda kuwauliza hata wale wanaofanya kazi hizo. Jambo la kwanza, nataka nikuulize, yule anayetoa pete ya majini kwa ajili ya wewe upate utajiri, kwa nini ile pete hajaivaa yeye awe tajiri? Mswahili. Asante sana. Afwan, shukrani. Bwana, safari inaishia hapa ya hadithi ya Bwana Ramadhani. Mimi nashindikizwa na Sheikh hapa. Msindikizo huu utanifanya mimi nijisikie fahari sana. Naelekea zangu sasa kurudi
kwenye shughuli za kulijenga taifa. Shekhe, shukrani sana. Mimi nikushukuru sana kwa salamu kwa familia na wengine wote. Mswahili. Wakati mwingine maisha yananifanya napata tafsiri kubwa sana, lakini ni ngumu. Nafananisha kama karata tatu, kila umeliwa, ukiliwa umeliwa. Hivyo ndivyo ambavyo naweza kusema tu. Hadithi inahusu kifo cha Rama kihusiana na majini inaishia hapa leo. Mimi ni nani niweze kuongeza kisichokuwa kile kikubwa ambacho sina kuhusiana na majini? Sijawahi kuwaona, siwatambui, na wala sijawahi kuwafahamu katika namna yoyote ya ufanisi wao. Maskini ya Mungu, sijawahi kukutana nao, sijui niombe siku moja kuwaona ili niweze kufanya nao jambo lolote na kuwauliza maswali ya kina na ya ndani yanayowahusu. Niseme tu kwa kifupi, hii hadithi niache hivi ilivyo, na nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uhai mkubwa tu kwenda kushuhudia hadithi ya kipekee sana inayowahusu majini kutoka kwa watu ambao wao kwa upande wao wameendelea kusadiki kwamba Rama amekufa na majini. Wewe unayeamini hivyo, endelea kuamini. Na yule ambaye anaamini Ramadhani amekufa kwa matakwa ya Mwenyezi Mungu kwamba alikuwa hajui kuogelea na kifo chake kimehusiana na maji, na endelee kuamini hivyo. Sina la kuongeza. Niseme tu kwa hekima na busara, ni mchanga pwani. Yaani mimi simo. Na wewe ambaye umeamua kuwemo, endelea kuwemo. Na hadithi inaishia hapa. Waswahili wanasema kasia hata siku moja haiogopi maji, na upondo uogopi kina. Babu Zembwela, chuma cha pua, kabali yao. Ala moja ikai panga mbili, na hili ndio panga la huko Swahilini. Siku nyingine tukutane hapa tukiyafanya mema mazuri zaidi. Jumatatu 3 usiku. Hii ndio Mswahili. Show kabambe kabisa, namba 1 Afrika Mashariki. Hivyo.